Kuna watu wengi sana hawajui kwamba hawajui, na watu ambao hawajui kwamba hawajui wanateseka sana, na inakuwa ni rahisi sana kulaumu mazingira uliopo kutokana na hali ambayo umekumbana nayo. Ni rahisi sana kulaumu mume wako, mke wako, bosi wako, wafanyakazi wenzio, au ndugu zako, au watu gani. Ni rahisi sana kwa sababu hujui kwamba unajikwamisha wewe mwenyewe, hujui. Na kwa sababu hujui, unaona una haki kabisa ya kulalamika, ya kunung'unika, ya kulaumu, ya kufanya maandamano. Unaona unayo haki kabisa. Lakini nimezungumza kwamba jamani, haya maisha tunayatengeneza sisi wenyewe. Ni vipi sasa? Ni kwamba mwanadamu ana akili mbili. Kuna akili ya kwenye kichwa ambayo unaicontrol na akili ya kwenye moyo ambayo huwezi kuicontrol. Akili hizi mbili ili zikuletee mafanikio katika maisha yako lazima ujue jinsi ya kuzioanisha. Sasa katika video 2 au 3 zilizotangulia nimezungumzia juu ya kitu ambacho wanasayansi wamekigundua kinaitwa reticular activating system. Hiki ni chombo ambacho Mungu amekiweka ndani ya ubongo wetu, kiko sehemu hii ya nyuma, ambacho kinakuongoza kwenye hatima ambayo Mungu amekupangia. Biblia inasema kwamba Mungu anatuwazia mema siku zote. Ndio maana wakati wa masika mvua zinakuja, wakati wa baridi inakuja. Kwa hiyo unawaza matunda yanazaa, mazao yanazaa. Kwa hiyo Mungu anatuwazia mema. Sasa shida ni kwamba unapokuwa unaishi maisha ya hofu, ya woga, ya aibu, unaifungia njia hii reticular activating system isikuongoze katika hatima yako sawa sawa. Ni kama vile tochi nikimulika kwenye ubao, ule mwanga wa tochi hauwezi kuvuka kwenda upande wa pili. Upande wa pili kuna kuwa giza. Ndio hapo unasikia watu wanasema kuna nguvu za giza. Sasa hizi nguvu za giza ambazo umelitengeneza wewe mwenyewe kutokana na hofu, woga, wasiwasi, zinakuharibia maisha yako ya kazini, maisha yako ya kimahusiano vile vile, na umebakia kuanza kulaumu watu, kulaumu mazingira, kulaumu taifa, ukaamua kuandamana. Na haitakusaidia kwa muda mrefu. Inaweza kusaidia kwa kipindi kifupi, lakini haiwezi kusaidia kwa masafa marefu. Sasa nimekuletea mada hii nikusaidie. Hapa ni mahali pa kujifunza kuishi maisha unayoyataka kwa njia ya urahisi zaidi. Kwa hiyo kama unaangalia kwa mara ya kwanza, karibu sana. Kama wewe ni umerudia, ni mzoefu hapa, endelea kuniangalia. Sasa basi, unapokuwa na hofu ya aina yoyote ile, kuna sauti inayokuambia kwamba uko katika eneo la hatari. Kwa hiyo ni muhimu sana ujifunze kupambana na hii sauti ambayo inakuambia hutaweza, hupendeki, hufai. Sasa wataalamu wa sayansi wameliangalia hili, wakasema watu wengi hawajui kwamba hawajui. Katika tafiti hiyo iliyofanywa na mtu mmoja anaitwa Dan na mtu wa pili anaitwa Kruger, kwa hiyo inaitwa Dan-Kruger effect, wakagundua kwamba watu wenye akili nyingi sana huwa wanajishusha uwezo wao. Yaani ana akili 99%, lakini akiwa na udhaifu wa 1% tu, akili zake zote zinaangalia kubekaa kwenye ule udhaifu. Kwa hiyo walipopewa mtihani hawa watu wenye akili sana, matarajio yao yalikuwa sio kufika mbali sana. Lakini wale ambao hawana akili walikuwa wanajivuna kwamba mimi naweza, lakini kumbe hawawezi. Kwa hiyo tafiti hiyo inaitwa Kruger effect, Dan-Kruger effect. Inasema kwamba watu ambao hawajui wanakuwa na confidence, wana hali ya kujiamini sana, na wale ambao wanajua wana hali ya kujishusha, kuna kama vile hawaamini sawa sawa. Sasa upo muhimu wa kujifunza kujisimamia na kuweza kukomalia, kufuatilia fursa ambazo ziko mbele yako. Maisha ni mchakato. Kwa ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba una wajibu mkubwa wa kugundua kwamba ushindi unapatikanaje. Katika Biblia, kitabu cha Kutoka sura ya 17, wana wa Israeli walikuwa wametoka Misri, wanaelekea kwenye nchi ya ahadi.
wakati wanapigana vita, wakagundua kwamba Musa akiinua mikono hivi, wana wa Israeli wanashinda tena vizuri sana, lakini akichoka akaishusha mikono hii, wana wa Israeli wanashindwa. Hiyo ni kitabu cha Kutoka sura ya 17. Walipogundua hivyo, wakina Yoshua na marafiki zake wakachukua mawe wakakaa ili washikilie mikono ya Musa isishuke chini. Walipojua kwamba akishusha wana wa Israeli wanapigwa, akiinua wana wa Israeli wanashinda, wakaamua kuchukua mawe waishikilie mikono ya Musa ikae juu, wakashinda mpaka maadui wanakimbia. Sasa kutokujua kutakuponza. Sasa ninapozungumza swala hili, watu wengi wananiona kwamba mimi kama vile napotea, lakini napenda nikwambie hivi, mawazo mabaya, mawazo ya hofu yanakufungia njia. Kama nilivyozungumza, ni kwamba hofu ile inafunga macho, huwezi ukaona mbele, kufuatilia fursa sahihi. Mashaka, na ukiruhusu ile sauti ikaongezeka nguvu kwamba hutaweza, utashindwa, ipinge hiyo sauti, usikubali ikurudishe nyuma, ipinge hiyo sauti. Hilo ni jambo la msingi sana, ili uweze kusimama na kusimamia kazi yako vizuri, mambo yako vizuri. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana. Unapojua kitu kilipo, unakiendea, utafuti, uhangaiki. No, unapojua kitu kilipo, unakiendea, uhangaiki kutafuta. Sasa wengi wanahangaika kutafuta kwamba nataka nitatokezea wapi, nitatobolea wapi, wanahangaika. Lakini ukijua unakiendea kile kitu. Sasa watu wengi hawajui kuendea mafanikio yao, wanakuendeaje. Wakikutana tu na vikwazo vidogo vidogo tu, wanakuwa sehemu kubwa ni kulalamika. Lakini Biblia inasemaje? Shukuruni Bwana kwa kila jambo, kwa maana huu ni mpango wa Mungu juu yenu. Kwa jambo la msingi ujue kwamba katika maisha haya kuna masomo. Ukikutana na changamoto, ile ni somo la kupandisha cheo. Usianze kulaumu watu, ile ni somo. Fikiri hivi, hapa nitatokaje? Sio uanze kulaumu mazingira. Cha msingi unaweza kufikiria, hapa nitatokaje? Usianze kulalamika, mazingira magumu sio na nini. Hapo unajifungia njia. Acha kulalamika. Hapa natokaje? Hapa nifanyeje? Kwa sababu uwezo huu ndani, kama nilivyozungumza. Samaki hajifunzi kuogelea, njiwa hajifunzi kuruka. Ule uwezo wa kuruka njiwa anao mle ndani, uwezo wa kuogelea samaki anao uko ndani yake. Kwa hiyo huu uwezo wa kufanikiwa unao, lakini unauzuia kutokana na hofu, mashaka. Unaogopa maneno ya watu, unaogopa sijui nini, sijui itakuwaje, unaogopa kwamba wewe hufai, unajiona kama vile hufai, unaona wewe upendeki. Hiyo hali nataka ujiondoe. Sauti inayokuambia kwamba haufai, haupendeki, huna thamani, ipige vita, ikanyage. Kanyaga. Hilo jambo la msingi sana. Ili uweze kufika mbali, lazima sauti za kushindwa uzipige vita. Maana Biblia inasema kwamba pingeni shetani na yeye atawakimbia. Je, wewe unapinga? Ni follow ujifunze.